Mubashara kutoka hapa Mombasa Road kwenye barabara kuu ya kuelekea Mombasa. Karibu sana kama ndio unajiunga nasi kwenye kituo hiki cha KTN. Na sasa nataka nijiunge naye mwenzangu katika kaunti ya Kisumu. Najua yuko kwenye ule mzunguko wa kuelekea Kondele. Bramwell Bwire aweze kutufahamisha kuhusiana na mada nzima ambayo tutakuwa tukijadili leo. Miaka 15 ya katiba. Je, athari zake hasi na chanya ni zipi katika taifa hili la Kenya? Je, wananchi wanajihisi vipi? Kuna mabadiliko hasi, kuna mabadiliko chanya katika toka tulipoanza kuitekeleza katiba ambayo kesho itakuwa ni Katiba Day kuanzia kesho na milele, kama alivyosema Rais William Ruto katika barua yake aliyoitoa jana, taarifa kutoka Ikulu. Lakini kule Kisumu wanajihisi vipi? Imekuwa na mabadiliko gani katiba katika wakazi wa Kisumu? Bramwell Bwire. Shukran sana Yeri, ulivyosema ni kweli kwamba katiba ile sisi tunaisherehekea sasa kwa miaka 15. Hapo kesho mtoto atakuwa anazaliwa upya kwa mara ya 15. Mtoto katiba mpya ya mwaka 2010. Kumbuka kwamba viongozi walioapishwa kwa mara ya kwanza kutumia ile katiba ni hayati Rais Mwai Kibaki pamoja na kiongozi kutoka eneo hili Raila Amolo Odinga. Yapo mengi ambayo yanaendelea kufanyika na katika ulingo tofauti tofauti. Hii leo nilikuwa nasubiri kwa hamu na gamu sana viongozi wa kidini. Japo kidogo muda wetu haujaingiana, lakini hapa niko na baadhi ya wakazi wa Kisumu. Huyu ni kiongozi mwanadada chipukizi. Sijui anawania nini, sijui ni wapi, lakini najua tu ni kiongozi. Amekuwa akishabikia masuala mengi ya kinadada pamoja na vijana. Katiba miaka 15, hapo kesho tunatikisa miaka 15. Huyu ni mtoto ambaye Aisha Kolea amebalehe. Kama wa Kenya, ni nini cha kujivunia? Nini ambacho tumefanya vyema na katiba hii ya mwaka 2010 na ni nini ambacho kinafaa kuboreshwa? Asante. Kwa jina naitwa Linda Atieno Ogweno. Vile umesema natoka pale Migosi Ward na ninatoka hapa Kisumu County. Tukiongea mambo ya katiba miaka 15 zile zenye tumepata, tunaona katiba kwanza ilituletea mambo ya devolution. Na hakuna county, hata sisi watu wa Kisumu kuna moja mbili tunaweza sema hii imekuja sababu ya katiba. Kwa hivyo tunasema asante. Unaangalia kulikuwa na zile independent bodies ambao zililetwa na hiyo katiba. Mimi kama mwanadada na mwenye pia amependa siasa na mwenye atasimama siasa hapa Kisumu County, siwezi kukosa kusema mambo ya zile affirmative action seats. Kwa mfano ile women rep ile yenye ililetwa na katiba, na unaona pia kuna nomination pale parliament, na ukiangalia hata kwa county kuna zile zenye zimepewa wanadada waweze kuongezeka. Na ukiangalia kuna wale wanadada wamechukua hiyo opportunity, wakaenda wakajimarisha na wakakuwa wanasiasa wakali sana, na hata wanawasumbua nyinyi wanaume katika hii mkanda ya siasa. Tukiangalia mambo ya public participation, zile ni zile vitu zilikuja nayo. Ingawaje kuna bado penye kuna shida na penye tunafaa kukutilia manani ndo ikuwe mzuri. Nikianza na mambo ya wanadada, tukiangalia 2/3 gender rule, ile ni rule yenye katiba ilisema kinagaubaga, na tukiangalia leo miaka 15 bado hatujaipata. Koti iliongea hiyo maneno, sisi kama wanadada tumeongea, tumepiga kelele, bado hatujapata kuitambua. Tukiangalia mambo ya devolution, ilikuja pesa ikaletwa chini, lakini corruption pia ilikuwa devolved. Ukiangalia Auditor General report, mambo ni mabaya. Na hata sisi hapa Kisumu County kuna maneno, tuko na doa pale auditors report. Kwa hivyo unapata corruption ilikuwa devolved. Tukiangalia mambo ya rights, right ya education, nini bado tuko na shida. Saa hizi wanafunzi wale wanafaa kwenda chuo kikuu, hawaendi chuo kikuu. Kwa nini? Hawawezi afford. Na hiyo ni right to education. Tukiangalia mambo ya maandamano, right to picket, mimi Linda tulikimbizwa hii Kisumu ile tarehe 15 mwezi wa 6. Tulikimbizwa tukaambiwa hapa Kisumu hakuna maandamano, lakini kuna right to protest. Na ni nini zile tulikuwa tunaangalia? Tulikuwa tunaangalia mambo ya Albert Ojwang, vile aliweza kuuliwa pale katika seli ya polisi. Na hii ni right to life. So tukiangalia hapo bado kuna doa. Na ukijaribu kuongea hapa Kisumu wanasema tuko broad based. Wenye wako broad based waseme wako broad based. Sisi waache bado tuzidi kupigania hizi maneno. Nilisema independent institution, unapata hizi independent institution hazina meno. EACC hayumi. Inafaa kuwa inaangalia hii mambo ya corruption. Wako wapi?
wale watu wanafaa kuongea mambo ya hatufai kwanza kuongea siasa saa hizi, bado ni mapema. Ukiangalia saa hizi watu wanapiga campaign, watu wako juu ya magari, wengine wanafanya sijui inaitwa economic empowerment, lakini mimi nikiangalia kwa macho naona tu ni campaign. So unaona hizi ma institutions bado ziko weak, hazitusaidi. Public participation, unapata hii ni ile kitu ya mtu wa siasa. Mtu wa siasa anakuja anapea watu pesa hapa na pale, alafu watu wanaenda public participation, wanasema ile maoni ya mwenye siasa, hawasemi maoni ya watu wa chini na Wanjiku. Kwa hivyo kuna mambo mengi bado tunafaa kutengeneza ndio hii katiba izidi kue vile inafaa kuwa. Kuna hata kiti inaitwa hii yenye ililetwa yenye ya Musalia. Hiyo kiti bado kwa katiba haijaitambua na bado anapata salary. So kuna mambo mingi tunafaa kutengeneza. Kwa 10% unaweza kuipa hii katiba kutekelezwa kwake asilimia ngapi? 10 kwa mingi kabisa. Nitaipatia 5. Bado tuko na vitu vingi vya kufanya. Shukrani sana Linda huyo. Acha sasa niseme na wakili Clifford Obiero. Umesema ni kuite briefcase lawyer, street lawyer. Hapa Kisumu katiba miaka 10. Nyinyi ndio mliketi pale, ulikuwa mmoja wapo wa wale walikuwa wanatafuta maoni hususan hapa katika eneo hili la Nyanza. Miaka 15 baadaye. Tuko wapi? Tunasherekea kuwepo ya katiba, lakini bado tunaomboleza utekelezaji wake. Kuwepo kwake ni sawa kwa sababu ni mzuri, lakini hatujaitekeleza jinsi inavyofaa. Bwire, kuna mamlaka tunaopewa kwa katiba. Mara nyingi hiyo mamlaka imepeanwa si kwa serikali, lakini kwa departments tofauti ya serikali. Watu wengi wanasema ama wanaangazia ya kuwa ugatuzi ni ugatuzi ya serikali kwa makaunti, lakini kuna hiyo ugatuzi ya mamlaka kwa parliament, kuna hiyo ugatuzi ya mamlaka kwa DCI, kuna hiyo ugatuzi ya mamlaka kwa mahakama. Mara nyingi ukiona vile vitu zinatekelezwa, hiyo ugatuzi haupo. President akishakuwa elected, akaingiwa kwa ofisi, mara nyingi anakuwa in charge karibu kwa kila institution, interfering with each and every department. Ndio maana mimi kwa 100%, mimi kuwepo kwa katiba, wacha tujipatie 30%, lakini utekelezaji wake bado tuko mbali. Mambo muhimu ambayo tumepata ni yapi kwa hii katiba? Mambo muhimu tumepata ya kuwa unaona, ingawa kuna hiyo kujisukuma ili tupate katiba inasema nini ili tufike pale ambapo tunataka. Unaona kama kuna tunasema kwa kizungu kubackfire. Hizo the institution that are likely or are trying to interfere with the smooth running of the constitution, they meet the consequence. Mwaka uliopita uliona kama vijana walienda mpaka kwa parliament. Haikuwa ni jambo yenye ilikuwa inaweza tekelezwa kwa ile katiba ingine iliyopita. Mara nyingi uliona kama huyu mwenzetu mwenye aliwawa kwa cell, Albert Ojwang, kwa ile katiba ingine ingeishia tu hapo. Lakini kwa sasa uliona ile vile watu walikuwa nasukuma mpaka DIG akaenda resign. Naonyesha ya kuwa ingawa kuna wale wenye wataki kuitekeleza kwa utaratibu inaofaa, lakini kuna vile tunasonga watu wanakuwa sensitized ya kuwa sisi pia kama wananchi, sisi kama vijana, sisi kama wananchi tuko na kipawa na tuko na uwezo kusukuma serikali na those other department kufika pale ambapo tunataka. Sitakuacha kuondoka kabla tujazungumzia swala zima la NGCDF. Limekuwa likibua mchakato, serikali maeneo bunge yamekuwa pale, kiongozi wa hapa Raila Odinga akasema kwamba shughuli za wabunge zisalie oversight na vitu vingine, lakini implementation ielekezwe katika serikali za county. Hapa kwa miaka 15 hivi NGCDF imekuwa na manufaa na inafaa ifanyiwe nini? Kweli kabisa.
nataka kuongelea mambo ya CDF, sio kuangazia constituency fulani, lakini nataka kuangalia constituency yote Kenya mzima. Kuna constituencies wamefaidika kutokana na NGCV CDF, na kuna constituencies ambao kidogo hawajafika pale. Kwa sababu NGCDF inapeanwa kwa idadi the same kwa kila constituency, prorated at each and every ward. Tofauti ni equalization funds na hizo hardship places, na hiyo ni kawaida wakati serikali inapeana pesa kwa constituencies tofauti. Lakini unashindwa pale ambapo wana rank performance ya MPs. Unapata kuna MP mmoja amepata pesa sawa na mwingine, lakini mmoja akafanya vizuri kuliko mwingine, ama anapatiana idadi fulani kuliko mwingine. Ndiposa Raila Amolo Odinga na mimi namuunga mkono ya kuwa kuna vile NGCDF pia inaleta shida. Ndio maana unaona sahi ukiangalia kiti cha Senate wakati watu wanauania, mara nyingi unapata watu hawaendi hapo. Si eti hakuna pesa, hakuna msara, hakuna jukumu, hapana. Lakini kuna vile watu wanaenda kwa gavana na wengine wanakuja kwa MP, sio kwa msahara, lakini kwa sababu ya NGCDF. Wengi wao sio kwa kutumia vizuri, lakini kwa kupora. Ndio maana kureduce tension kwa seat ya MP. MP abaki kazi yake ni kutengeneza sheria na kufanya oversight. Na kama kuna uwezo mwingine anaweza mobilize funds kukuja kwa ground kwa marafiki ama kuongea na hizo institution mbalimbali kuleta development, hiyo ni sawa. Lakini kama NGCDF lazima ibaki, lazima iwekwe kwa constitution under constitutional amendment, na public participation ifanywe, na those routes zenye wanatumia kupoteza, zenye pesa inapotea nayo zikuwe sealed. Nikimalizia, sahi ukiangalia pesa ilitolewa, Mbadi alisema ya kuwa constituency wote wamepata pesa. Ndio kuna watoto wanaenda shule sahi, Harambee ziko kwa kila kijiji, kila mahali. Pesa ilishatolewa kitambo, imeenda wapi? Kwa projects zenye zinaendelea, hakuna siku moja utamuka ukapata eti wametangaza tenda kwa gazeti. Pesa ya NGCDF na hizo tenda, kuna pesa ya serikali unaweza tumia pasipo kutangaza kwa gazeti ama ufanye kitu inaitwa procurement. Kwa hivyo hiyo ni uwizi, si uwizi tu, lakini uwizi wa mabavu. Lazima hayo tuangalie ndio katika katiba, ili ikuendelea mbele lazima to seal all those loopholes. Shukrani sana wakili Clifford Obiero huyo. Nikimpa muda atazungumza siku nzima, ndio sababu naona lazima nimsogee karibu na kuweza kumdhibiti. Lakini yote 9-10 ni kwamba katiba yetu imeafiki baadhi ya malengo kutokana na wakazi wa hapa Kisumu. Mmoja amewapa 50%, mwingine ametoa 30%. Anasema katiba ni bora, lakini lazima mianya ya kupora na kuinajisi katiba hii iweze kufungwa ili tuweze kuafiki malengo rasmi yaliyotwikwa katiba hii. Toka hapa Kisumu, Yeri, kwako pale studioni. Asante sana mwenzangu Bramwell Bwire akiwa katika timu ya jiji la Kisumu akizungumza na wakili na wakazi. Wamewasikia wamezungumza kwa cheche kweli kweli kuhusiana na katiba hii ambayo si mpya tena, lakini ni katiba changa kwa sababu miaka 15 ndio wenyewe Waswahili wanasema naingia balehe sasa. Ndio anaanza kuvunja ungo na kuanza kujua baya na zuri ni lipi. Hapa ndipo ukifanya makosa katika baadhi ya mataifa unaadhibiwa moja kwa moja. Je, katiba yetu imefika mahali kwa kuadhibiwa ama kwa kupewa bado kubebwa mgongoni na mama na kumwelea angalau watu waweze kumwelewa? Wapo waliojitolea kwa ncha za damu kueleza na kuifunza katiba hii, kuhakikisha kila Mkenya, hata kama hutaelewa chapter zote mule ndani, basi angalau kuna kipengee kimoja utakifahamu, utakuwa unakijua, ukiulizwa unakisema vilivyo. Wakenya tumeona sana katika mwaka uliopita na mwaka huu wakisema kwamba sisi ndio tunawachagua, sisi tumewapa tu jukumu. Ni baadhi ya vipengee ambavyo Wakenya wamekuwa wakivizungumza pakubwa katika siku za hivi karibuni, hususan kuhusiana na bunge, kuhusiana na uhuru wa wananchi na haki yao ya kuandamana. Ni baadhi
ya vipengee wa Kenya vitumia vizuri. Je, ukiwauliza vipengee vinavyofuata wanavifahamu? Sijui. Ni swali ambalo tutakuwa tukilijibu, tukiliuliza, na vile vile tutakuwa tukikuandalia taarifa mbalimbali kuyapigia mbizi masuala hayo kwa kina. Studioni ninaye Eric Mutura ambaye ni mmoja wa wale waliojitolea kuwafunza Wakenya katiba hii kupitia bunge mashinani, ambapo wanafanya vikao katika mashinani mbalimbali kuwaelimisha wananchi kuhusiana na masuala ya katiba. Lakini pia Janet Kareme ni wakili, mlinzi wa katiba, kuhakikisha kwamba anapofika katika mahakama anaitetea katiba. Anataka wale wanaoivunja wanailinda na kuiheshimu katiba. Ni wachanganuzi wangu studioni asubuhi hii kuweza kujadili masuala hayo. Karibuni sana. Asante sana. Nianze na Karime kwanza kabla ya kwenda kwa Eric, maanake najua Eric ni mnenaji na msemaji. Nikimpa nafasi anaweza kuizungumzia katiba kwa jisaji zima bila hata kupumzika. Lakini nichukue nafasi hii ni kualike wewe ambaye ni mlinzi wa katiba. Maanake unapoelekea mahakamani unakuwa ni mtetezi wa katiba, unawakosoa wanaoivunja katiba, kwa sababu katiba inatupa nafasi ya kuhakikisha haki inapatikana. Kwako wewe katika miaka 15 ya katiba hii ya mwaka 2010, umefurahia kipi? Asante sana. So kwenye miaka 15 ya hii katiba nimefurahia jambo moja, na ni kuweka masuala ya jinsia kwenye katiba. Kitambo, sikuwa kitambo, lakini kitambo ulikuwa unapata kulikuwa na shida ambapo wanawake hawakuwa na sauti. Hawakuwa na sauti kwenye masuala mengi, especially ya uongozi. Ukienda kwenye county za Western, Meru, mahala ambapo wana praise sana mwanaume kuwa ndio anaweza kuongoza. Kwa sasa ingawaje hatujafika, na pia ukiangalia former president, ukiangalia pia venye alipewa mawaidha na jaji mkuu Maraga kudissolve parliament kwa sababu haikuwa imefikisha the 2/3 gender rule. Hakuweza kudissolve the parliament, lakini naweza sema ukiangalia the history we are somewhere ikikuja mambo ya jinsia. Na pia mambo ya masomo. Tulikuwa na free education. Sasa hivi haiko kwa sababu president anajaribu kuchukua hiyo and hii ni katiba ama ni policy? Ni katiba inasema free education. Article I think 53 inasema every child is guaranteed to free and fair basic education. Lakini president anafanya nini sasa tukiangalia? When it comes ikikuja kwa masomo ya elimu ya sekondari na university, unapata scrap off hiyo subsidized education. Na hiyo pia naona ni kama hapo tumeanguka kwa sababu ni kama tunaua future ya watoto wa Kenya. Eric, yes. Katika miaka 15 ni wapi ambapo ukiangalia unasema wale waliobuni katiba heko? Okay, nikianzia ni muhimu sana nishukuru KTN kwa sababu ya kutupea hii nafasi, pia Wes Raimani, na before nianze kuongea, kuna wale wenzangu kule bunge mashinani, na sasa tuko kwa shule inaitwa Bunge Mashinani School of Governance. Na sasa tuko na cohort 3 ambao wameamua hii programu yetu wataiweka live, ndio hata student waweze kujiunga na Wakenya wengine kuchagua katiba. So hiyo nimeshukuru sana. Ya pili, nikiongelelea katiba ya Kenya ya 2010, ile tunaitanga new constitution. Kama vile umesema, si mtoto tena, mtu wa miaka 15 si mtoto. Huu ni teen. So ni mtu tu anaweza sasa kuanza kutembea. So constitution ya Kenya ilipitishwa 2010. Na mkumbuke ndio katiba ya Kenya ikuje. Haikuja kwa urahisi, haikuja na watu kucheka. Ilikuja na watu kumwaga damu. Ni kwa sababu watu walikuwa wanataka introduce another constitution ile watasikia
one, they own that constitution. Number two, ile itaangalia maslahi yao. Na constitution ya Kenya 2010 ni mzuri, tujue ilikuja after very consultative meetings na watu wa kanisa na watu wa nchi na wakiri na wale watu. Mnakumbuka hata tulipata experts hata kutoka nje ya Kenya. Meaning hii document ya constitution ya Kenya si document unaweza sema ati ni effort ya mtu mmoja ama effort ya watu wa nchi moja. So hii constitution ya 2010 wanasema anakubaliana nao, in the whole world Kenya is has one of the most progressive constitutions. But the issue now is, it is one thing to have something good, kuwa na katiba mzuri, lakini pia kuna utekelezaji wa hiyo katiba, the way we implement that constitution. And to me it all boils down, hii katiba tunaitekeleza namna gani? Kwa sababu kuna vitu mingi sana katiba imesema, lakini unaona tukija kwa kutekeleza, sasa hapo ndio shida iko. Then kuna vipengezi zingine za katiba ziliwekwa pale, ukubuke Suleiman. Na hii ni ya muhimu sana kila mtu wakubuke, that when we pass this constitution, ilijulikana that 80% ama wanasema 80% ya hii constitution ilikuwa mzuri, lakini 20% wakasema it was contentious. Na wakasema hii contentious as the implementation of constitution goes on. Mkumbuke hata kulikuwa na commission ya implementation ya constitution. Tukasema as we go by, we are going to look into those 20% contentious issues, ndio tuweza sasa kuitengeneza mzuri. But nikuulize hapa, tangu tupewe hii constitution 2010, kipengee gani moja tushawahi badilisha? Hatujawahi badilisha. Meaning bado ile contentious, ile 20% bado iko. Na hiyo contentious ndio bado inaleta shida. Kwa sababu hii contentious inakuja, how do we implement the constitution, those timeline. For instance, na my sister hapa amepeana example mzuri. On 2/3 rule ya parliament. So nikuulizeje, how are we supposed to achieve 2/3 kwa parliament, ama no more than one gender should have more than 2/3 kwa constitution? Yet we are saying Kenya is a democratic country. So hata tukienda kwa uchaguzi, we are supposed kuachilia wananchi wachague wale viongozi wanataka. So kama wangeenda wote wachague, waseme Kenya mzima iseme imeona wanawake ndio wazuri kutuwakilisha, then how do we achieve the 1/3 ya wanaume? Kama wangesema wameona wanaume wote ndio wazuri. For instance, do you know right now, the way we are constituted right now, bado wale wanaume wanawake wamechaguliwa in the 290 constituencies, they are only 26. Na tunajaribu kuongezea hawa na women rep. Na tunajaribu kuongeza wale sasa na those special categories za gender, those za people living with disability, ama zile za youth. Still even after doing all that, we are short by 37 women. Bado hatujapiga hiyo 1/3. So how are we supposed to achieve that? So that is one of those 20% which was considered contentious. But the thing now is, even those which are direct, like public participation, kipengee ya 10 inasema that every decision making in this country must involve the public. Lakini sasa swali ni, to what extent does this public participation affect the final decision? Kwa sababu tunaona kila kitu tunaitwa public participation, lakini like Justice Odunga said, this is just a tokenistic. Hakuna vile inakuja ati kusaidia ati kwa decision. So there are so many areas in our constitution
which is still very grey. Bila shaka tutakuwa tunaziangalia baadhi yake na vipi tutaweza kuzitatua. Je, itahitaji tufanye nini? Stella Agara, mchanganuzi wa sera na uongozi, karibu sana studioni. Kwako wewe, najua pia umekuwa ukifuatilia utekelezaji huu wa katiba. Miaka 15 baadaye, wapi unasema tumepiga hatua ambayo inafaa kupewa kongole, hongera? Asante sana Suleiman, na nashukuru sana kwa kuwa kwenye mazungumzo haya, hasa kwa sababu nina kumbukumbu nzuri sana kwa mambo ya utengenezaji wa katiba ya Kenya. Nilikuwa bado ni msichana mchanga sana, nilikuwa pengine sikuwa nimetoka na ubwabu wa shingoni lakini tayari nilikuwa nimeanza kuelewa na kuanza kupata ujuzi kuhusu mambo ya uongozi na mambo ya utengenezaji wa katiba na uchaguzi. Na kati ya recommendations ambazo tulitoa kuhusu katiba hii ambazo tulipatia kuanzia commission ile ya CKRC mpaka wakati ilipokuwa committee of experts, zilikuwa kuhakikisha kwamba vijana kwa mfano wakihitimu tu miaka ya 18 wanaweza kusimama kuwa marais. Kwa sasa Kenya hakuna limit yoyote, bora umefika miaka ya kuwa adult unaweza kujihusisha katika elections. Jambo lingine ni kwamba tuliweza kupata devolution, na kwa sasa kuna vile uongozi umeweza ugatuzi umefanywa, na tumeweza kuona kwamba uongozi umeenda kwenye makaunti. Kaunti zile ambazo zimepata uongozi mzuri na waliweza kuchagua watu ambao ni watu responsible, watu ambao ni watu ambao wako responsive, wameweza kupata maendeleo sana. Kuna sehemu ambazo hazikuwa na barabara, hazikuwa na infrastructure ambayo inahitajika, services hazikuwa zinawafikia, na sasa zimeanza kuwafikia. Kando na hayo pia kumeongezeka na representation ama uwakilishi katika sehemu zote, kwa sababu kuna representation pale kwa National Assembly, kuna nyumba 2, alafu pia kuna representation kule kwenye ground kwa ma MCAs. Na katika sehemu ya ma MCAs, na nashukuru Mungu kwa sababu nilifika kama hili jambo la kuhakikisha kwamba kuna theluthi 2 ya wanawake ama wanaume, yani jinsia kuwa represented kwenye uongozi. Kwenye sehemu ya counties na MCAs kumekuwa na representation, wameweza kuachieve hiyo 2/3 gender principle. Nataka niende kule ambapo imekataa ni hapa juu kwenye National Assembly. Na sio kukataa kwa sababu haiwezekani, ni kukataa kwa sababu wale wenyewe hawajajizatiti kuhakikisha kwamba wanapitisha. Jambo lingine ambalo nimefurahia sana ni kwa sababu tumepata njia ya wananchi kuweza kuhakikisha kwamba serikali inaajibika. Kitambo hatungeweza kuzungumza vile ambavyo tunazungumza kwa level. Kwa hivyo nina raha sana kwa sababu tumeweza kupata uwazi huo katika uongozi. Uwajibishaji huo pia umekuja na hati zake, kwa sababu wengine wanasemekana wanajua tu uwajibishaji, hawajui jambo lingine. Nataka tupate pumziko fupi, tukirudi tutakuja kuangazia ukiukaji wa haki za binadamu. Haki za binadamu zinafaa kulindwa vipi? Na je, kubuniwa kwa katiba mpya kumeiweza kuipa uimara gani sekta ile ya mahakama na koti? Bila shaka karibu katika sehemu hii ya 3 ya taarifa hizi za yanayojiri, ambapo tunaingia kwenye mjadala kuzungumzia masuala mbalimbali. Katika katiba hii ya mwaka 2010 imeipa nguvu mahakama. Wengi katika mahakama ya nyuma walikuwa wakilaumu kwamba ilikuwa kibaraka wa kiongozi aliyekuwa mamlakani kwa wakati huo, lakini kwa sasa hivi mahakama inajiongoza yenyewe ikiwa huru, ikiwa na bajeti yake, lakini pia bado kuna malalamishi kwamba mahakama bado imebinywa. Ninaye wakili Karemi hapa studioni. Mahakama kwa kiwango fulani katiba ya mwaka 2010 imeipa nguvu hadi kufikia sasa. Nadhani mahakama imekuwa kwa kiwango gani, wapi kwa kuboresha hususan kwenye mahakama, tukilinganisha kama yale maamuzi ya Maraga ya mwaka 2017? Ndio. Okay, ukiangalia sasa judiciary, watu wana celebrate hiyo independence, lakini at the end of the day unapata ni kama people inside wanasema like we are not yet there when it comes to independence of the judiciary. Kwa mfano, kumekuwa na vitisho kwamba wanataka kukata budget ya judiciary. For an independent office, when you tamper with your budget yao, inakuwa ni shida. Na pia wakitoa laws, tuseme wamedeclare a certain provision unconstitutional. Kama president mwenyewe anaenda anasema like take opinion ya
judiciary seriously, sidhani kama ina trickle down to governors, to MPs na wote, kuonyesha kwamba kama president haizi fuata kenye mahakama imesema, mbona pia mimi nifuate. Kitu ingine pia ni kutishia judicial officers. Unapata kuna rafiki yangu mmoja alikuwa Kiambu Law Courts. Deliver a certain judgment in this way na ikuwe ni against the government, unapata unatumiwa hata goons kama judicial officers. Huyo alikuwa criminal lawyer, alikuwa na go against the state, alikuwa na defend someone in a murder case. But now you find that judicial officers pia hawana protection. They're being like wanatumiwa watu kuwatishia maisha. If you do not decide in a certain manner, it's a problem. Na pia kitu ingine, Maraga juzi alikuwa anainterviewa akasema that in his time, in his tenure, hajawahi chukua bribery. But hapo judiciary watu ni wengi, ndio maana sai unasikia watu wanasema, why should I hire a lawyer when I can buy a judge? Kwa sababu it's very easy to buy justice in Kenya. Na nitawapatia example moja ya venye watu walikuwa na complain during the Babu Owino case, Polongili, venye it was an attempted murder case, but he was acquitted at the end of the day. People do not understand kuna alternative justice methods, mali mnaweza enda muongee na watu. But pia ukiangalia sheria inasema kuna kesi ambazo hatuwezi enda ADR. Vitu kama murder, hizo big netaje, hizo offenses, hizo kama hizo. But pia kama kitu ukiset precedent kama hiyo kwa wananchi, inakuwa pia ni shida ingine, kwa sababu wanasema ni sawa Babu Owino si alishoot mtu na alienda ADR. Naona ni kama pia hakuna information haijakuwa disseminated hapo nje for that matter. But I feel like when it comes to judiciary being independent, honestly hatujafika. Kwa sababu leaders sai executive inataka a cake kwa judiciary, parliament pia wants their laws to go in a certain way. Unaona, na pia kuna hiyo argument yenye watu wanasema like the parliament is making laws that favor them. Venye ndugu yangu hapa amesema kuhusu two-third gender rule hiyo, how will we implement it? Why have we not changed the constitution of it being a living document miaka 15 kama sai, si ndio? Ni kwa sababu unapata parliamentarians wanataka waeke sheria zenye zinawafavor. For instance, extending term ya president sai I make sense. Na wakienda kotini wanataka court decide according to them. They are not giving judiciary the opportunity to decide according to the law. Kwa sababu ukiangalia judiciary ndio inafaa kulinda katiba. Na kama mlinzi wa katiba anatishiwa, I do not think that we are yet there when it comes to independence of the judiciary. Stella. Yeah. Tuko wapi katika kuilinda katiba? Manake nadhani lazima kwanza tusherekea kwamba kuna tofauti kubwa sana kati ya mahakama ama judiciary ya sasa na wakati wa Moi kwa mfano. Kuna mabadiliko mengi ambayo yamefanyika. Kwa mfano wale watu ambao wanafanya kazi pale wameweza kuwa na security of tenure, kumaanisha kwamba wakipata kandarasi hakuna atakayewatoa kazini mpaka wamalize kandarasi zao. Mwanzo kabla ya katiba hii kuna wengine ambao wangeweza kuondolewa ofisini bila ya maagizo yoyote, bila ilani, bora na rais, bila ilani Kwa hivyo lazima tusherekee mambo kama hayo, kwa sababu inaweza kuwaweka pale ndani na wana imani ya kwamba hakuna atakayeondoa kazini kwa sababu ya maamuzi yao. Jambo la kutatanisha, na nakubaliana na mwenzangu ya kwamba kuna matatizo kidogo, ni kwa sababu katiba haijitekelezi. Katiba inatekelezwa na binadamu, na binadamu wengi hapa nchini ambao tunawaita wananchi wa Kenya hawajajifunza kuwa watu tofauti baada yetu kubadilisha katiba. Wengi wao wakipewa kazi wanasahau ya kwamba nafaa kwa tukitekeleza katiba. Hata wale ambao waliinua katiba na Biblia na wakasema ya kwamba wataitetea, wakiingia kazini tunapata kwamba tuko na maagizo ya koti kuhusu jambo fulani na wanakataa kufuata. Kuna wengine wao sasa hivi ambao wamejiondoa, wanasema kwamba watasimama kuchaguliwa kuwa marais katika uchaguzi ujao. Na tumeona ya kwamba miaka iliyopita wameweza kuignore zile decisions ambazo koti imeweza kufanya. Jambo lingine ni kwamba pale kotini tulikuwa na watu ambao ni walafi, na ulafi wao haukuisha kwa sababu tuna katiba mpya. Ndio. Tumekataa kutumia sheria zetu kuwaadhibu, na kwa hivyo wameendelea na zile tabia zao za kupokea hongo, za kuweza kukubali kufanya maamuzi kulingana na yule ambaye amewalipa hela nyingi. Kando na hiyo pia tunaona ya kwamba tuko na wananchi ambao hawajajizoesha kwamba tunaweza kufuata sheria kabisa mpaka mwisho. Kwa hivyo hao pia wanakubali kufanya nini?
kulipa hongo, kwa sababu hongo sio yule ambaye anaomba peke yake, pia yule ambaye analipa wanajihusisha katika ufisadi. Jambo lingine ni kwamba sura ya 6 ya katiba yetu imeweza kuwa very frustrated na bunge letu. Kama sura ya 6 ingekuwa inafanya kazi, rais ambaye amekataa kufuata maagizo ya mahakama mara moja angekuwa ameshaondolewa ofisini na tukafanya uchaguzi mwingine. Kama kuna MP cabinet secretary ambaye amekataa kufuata maagizo ya mahakama mara moja, ile parliament ilikuwa imeshatoa uamuzi na wameondolewa ofisini. Parliament yetu yenyewe tayari ina shida kubwa, na hata sio lazima nizungumze kwa sababu tunajua sakata ambayo tumeweza kuiona kwa wiki moja ambayo imepita. Wengi wao wamehakikisha kwamba kuimplement sura ya 6 ya leadership and accountability, yani iwe ngumu kwa wananchi. Ndio maana hata kwenye zile clause ambazo ziliwekwa kuhakikisha kwamba wananchi wana nguvu za kuwaondoa ofisini, kwa mfano kwa recall clause, waliweza kuhakikisha kwamba wameifanya imekuwa nyonge sana. Hata wananchi wakitaka kuitumia kuondoa ofisini, yani wanapelekwa hivi na hivi na hivi na hivi. Umeona mazungumzo ambayo Gen Z wameweza kuwa nayo na IBC. Wanaambia IBC, sisi signatures tunazo. Mtupatie maelezo tuweze kujua ni vipi tutaweza kuondoa lakini sheria nayo ambaye hawajibiki. Walitengeneza sheria ambazo ni nyonge, haziwezi kufanya implementation. Katiba yetu ni nzuri. Ina sehemu ndogo sana ambazo zina shida. Na zile sehemu ambazo ilijulikana ya kwamba sijui nitasemaje. Unajua tukijua ya kwamba tuko na densi, alafu ipatikane ya kwamba wewe pengine mgongo wako hausongi sana, tutahakikisha kwamba kama ni competition, ikifika wakati wa kunengua kiuno, tusikuweke pale kipaumbele, tunakuweka nyuma. Lakini sisi kama nchi, sisi wenyewe vile ambavyo sheria yetu ilivyo, kuna vile ambavyo sehemu zote wanasheria wamekisha, sio wanasheria lakini MPs na wakilishaji wetu bungeni wamehakikisha kwamba wanaweka sehemu ya mgongo ambayo haisongi. Kwa hivyo hatuwezi kufanya chochote kama wananchi, na wameweka ugumu sana. Lakini katiba yenyewe ni nzuri. Wananchi wenyewe wangependa sana hii katiba ifanye kazi. Wengi wao wameweza kutumia sehemu nyingi. Ukimwangalia mwakilishi kama Ukia Mtata ametumia katiba hii kutetea nchi hii kwa muda mrefu sana. Kuna wale ambao ni wazuri, wamependa katiba yetu na wanaitetea, na kuna wale ambao list ni ndefu sana, nikianza kuwataja utapata ya kwamba kila siku wanahakikisha kwamba wanaigeuza katiba irudi nyuma. Na serikali ambayo imeperform vibaya sana, tukiweza kupatiana mtihani tuseme kila mtu ana scores, ambayo imeperform vibaya sana katika kulinda katiba na kuimplement katiba, ni serikali ya sasa. Kwa sababu watu ambao kwa serikali ya sasa ni watu ambao walikuwa wanapiga kura ya no kwa hii katiba. Kwa hivyo hawaamini kile ambacho kiko hapa ndani, na popote ambapo wanaweza kupata shortcut, panya route, njia ya kupitia, wamejaribu kupitia ili kuavoid hii katiba. Bahati nzuri watengenezaji wa hii katiba walijua ya kwamba watajaribu, na ndio maana wameweka sehemu zingine, kama unataka kubadilisha lazima urudi kwa kupiga kura kupewa ruhusa. Bila shaka. Eric, Yes. mwanzo ulizungumza kwa mapana. Sasa nataka nikufunge kwenye mahali pamoja, kwenye masuala ya mahakama. Ndio. Bwana Sulaimani, hatuwezi kuanza kuongea habari ya independence ya judiciary kama hatujaangalia the 3 arms of the government. There is a way mahakama na bunge na the executive ile inaongozwa na president zinafanya kazi pamoja. So I want you to imagine, sahi ile chama inaongoza nchi hii ni chama ya UDA. Ndio. Ambaye mkubwa wake ni President Ruto. President Ruto ndiye head of the executive. At the same time ndiye mkubwa wa bunge by virtue ya kuwa chairman wa chama ile inatawala. So hapo hakuna separation of power. Tayari tumeona president mlazima wanasheria wafanye kazi na president kwa sababu ndiye mkubwa wa chama yao. So ujanja inakuanga hapa, kama president na bunge wako pamoja, it means wanaacha judiciary ikiwa peke yake, na ni rahisi sana kuiadhibu. Njia moja ya kuadhibu judiciary ni ku make sure wamenyonga budget yao. Na tena ukumbuke pia sheria, kwa sababu inakata pande zote mbili, it is still the president who appoint the judges. Na hakuna mahali sheria imesema ati lazima president appoint judge fulani. GSC watafanya ile wanafanya yao, lakini wataleta hizo majina, lakini bado itakuwa uamuzi wa mwisho utakuwa ni wa president ku appoint judge.
So then hatuwezi ongelelea habari ya independence ya judiciary kama hatujaweka kabisa separation ya powers between executive na bunge. Then unaona hakuna judiciary hawana authority kubwa ya kuita, for instance, kusummon member of parliament akuje kwa kikao yao wamuulize maswali. But it is very likely kama jaji analeta shida, bunge wataungana pamoja aseme tung'oe huyu mtu anatusumbua. You know, watapea president recommendation, wamung'oe. President atachukua recommendation ya bunge kwa sababu gani? Kwa sababu yeye na bunge ni kitu moja, yeye ni mdozi pande executive na ni mdozi pande ya chama zile zinatawala. So katiba, vile dada yangu anasema, katiba is very good. But then the issue of implementing that constitution ndio shida inakujia. Na ndio unaona sahi, call any judge umuulize an independent opinion, atasema we are frustrated. Our rights are really, you know, we are cornered. Watakuambia sisi hatufanyagi kazi vile tunatakiwa kwa sababu hatuna independence. Lakini bado vile my sister anasema, ujue pia katika hiyo kunyongwa, hiyo rights yao wamenyongwa hapo, bado kuna wale wadhaifu, bado kuna wale corrupt, bado kuna wale wameenda pale wanatengeneza pesa. And then hata hapo usisahau kuna wale who are working on behest ya bunge or on behest ya executive. Kuna wale president akitaka kitu anajua lazima akue hivi, na ukitaka kujua ukweli wa hiyo, why do we fight so hard wakati tunatengeneza tuna constitute supreme bench? It is because it is a supreme bench which will determine at the end of the day ni nani atakuwa president. Manake hata ikichaguliwa, wakichaguana wanaweza mweka nje. Sasa kuna kipengee inaendelea, sijui kama my sister is aware. Sahi kuna sheria inabadilishwa that when a president is pronounced by IBC, immediately ana assume role as a president. Kwa hivyo ukienda hata kupeleka petition, utapeleka petition kupetition a sitting president. So this, if the Supreme Court hawatakuwa na independence, kama Supreme Court watakuwa kidance na stream ya mtu moja, it means hakuna kitu itakuwa useless kama kupetition contest a presidential bila shaka election. So hatuwezi ongelelea judiciary bila kuangalia hata arms zingine, executive na legislature, kwa sababu hizi ni vitu moja na wanakusanyika pamoja kupiga wale watu. Hawa ni pacha. Yes. Karemi, katika kauli zake Agara amezungumzia swala la rais wa sasa katika utekelezaji wake wa katiba. Nataka nikupe nafasi umwangalie rais aliondoka na rais aliyopo sasa. Kwa miaka 10 yeye ndiye aliitekeleza hii katiba. Huyu wa sasa ametekeleza 3 tu, hayati Mwai Kibaki alitekeleza 2. Huyu wa sasa ndiye alianza ugatuzi na ukafika paka miaka 10. Kati ya Uhuru na Ruto, utekelezaji wao wa katiba umekuwa vipi ukiwaeka kwenye ratili na kwa mifano? Okay, kwa Uhuru, most of that time nilikuwa shule bado. Lakini ukiangalia kama yeye ndio alianza na kukosa kufuata maamuzi ya koti, I do not think huyu mdogo, na alikuwa mdogo wake that time, alikuwa deputy president, ni kama alimfunza. Unaonanga ile point yenye tunasemanga I learned from the best from that. When it comes to matters corruption, President Uhuru, I don't feel like he put up measures very well that in the next like 4-5 years that matters corruption will take care of themselves. Tukiangalia venye Eric alikuwa anasema hapa, bunge Kiambu, that case ya how many billion yenye scandal, that former governor. The other one was the other governor in Western region, mwenye alikuwa na offshore accounts, vitu kama hizo. I feel like hata yeye alifail. But right now, ikikuja ni Bill of Rights, this president is showing up and showing off. Kwa sababu, you cannot use the military to disperse a crowd, because
wanasemanga constitution ndio the supreme law. Constitution dictates like people have that, wako na hiyo nafasi ya kuenda ku streets kudemand accountability, si ndio? And then president anakuja anasema si vibaya like wao kutumia polisi ku disperse crowd, but kuna use of force act yenye inasema the power that you're using has to be proportionate to what the protesters are doing, si ndio? Umeanza kutumia live bullets to unarmed protesters, peaceful protesters, and then unaenda unasema like you people had no option but to use live bullets. Lakini pia sheria inasema in as much as tunasema serikali ni mbaya, pia protesters naona ni kama hatukuwa na information ya when a protest should start and end. Wanasemanga 6 PM ikifika watu wanafaa kuwa nyumbani. Unapata watu wengi wako town. Hiyo information haijakuwa dispersed to the society. So unapata wakipata uko town at that time, because the first time the protest ever happened, the killings ever started, ilikuwa live shooting and ilianza around 7 PM in town. Aya. The other thing is freedom of expression. Inaendelea kuwa gainsayed in this country. Kwa sababu unasema hatuna budget ya elimu, lakini uko na budget ya kutenga ku social media monitoring. Mtu akisema kitu shady on social media, you arrest him. A classic case ni ya Justice Ojwang, the guy who was killed in Central Police. But I feel like as a country ni kama tuko na drunk priorities when it comes to protection of rights. Kwa sababu article 23 nasema the state, if I'm not wrong, 23, state ndio inafaa ku protect, preserve, fulfill the rights under the constitution. Bila but shaka. is the state doing that? Bila shaka, nataka tupate pumziko fupi. Tukirudi tutakuja kuangazia marais hao, utekelezaji wao umekuwa upi, manake rais wa sasa amewekwa kwenye ratili kubwa kwamba anasema kwa kauli ya kutekeleza, lakini kwa ndani roho yake imejikunja kama korosho. Home Uninterrupted, brought to you by Safaricom. Feels good to be home. Enjoy 25% off on your home internet connection for the bronze package. Get speeds of 15 Mbps at only 2,250 shillings, down from 2,999 shillings. For the silver package, enjoy 30 Mbps for just 3,075 shillings, down from 4,100 shillings. For the gold package, enjoy 80 Mbps for 4,725 shillings, down from 6,299 shillings. For the diamond package, get ultra-fast speeds of 500 Mbps for only 9,375 shillings, down from 12,499 shillings. Visit My Safaricom app or dial *400# to get connected. Offer valid for new customers from 1st to 31st of August 2025. Home Uninterrupted, brought to you by Safaricom. Feels good to be home. Enjoy an exclusive voice, data and SMS plan for home fiber customers that can be shared with up to 5 family members. Dial *400# or go to My Safaricom app to add family share to your Safaricom home fiber. Miaka 15 ya sauti iliyoingia kwenye mioyo ya Wakenya, sauti iliyowasha matumaini, ikachokoza fikra, ikaleta burudani kwa kila kizazi. Good morning at 10:13 in the morning. Anjogu mtoto wa mama, how are you today? Mko sawa sawa? Hii si radio ya kawaida. Hii ni Radio Maisha, radio zaidi ya radio. Kutoka pale maneno jamaa anasema niko ndani paka mwisho mwanangu ni moto. Sauti hii haijifungii kwa speaker pekee. Tuko live kila mahali kwenye YouTube, Facebook na X. Sauti unayoisikiliza, tazama sasa. Tunaadhimisha miaka 15 ya kuwa pamoja nanyi, lakini safari ndio yaanza. Tuko tayari kwa kizazi kipya, kwa njia mpya, kwa hadhira ya sasa. Radio Maisha, radio zaidi ya radio. Radio Maisha, tuko mbele pamoja. We value your feedback and welcome your comments, queries and complaints regarding our content.
You can get in touch with us via SMS on 22151, call 0719 012 111 or 0732 142 000 or email feedback@standardmedia.co.ke. Our PO Box number is 30080-00100 Nairobi, or deliver to our offices at Standard Group Center, Mombasa Road, Nairobi. Special edition. Panga time inasonga. Panga, wewe utaki kupanga tena? Hivyo hivyo. Haya. Utaki kubadilisha hapo hapo? Hapo hapo. If a relationship was a bird, which bird would it be? Dove. Dove. Alisema nani? Tuko ndege sisi. If your partner had an opportunity to go for a holiday, which one country would they choose? Mauritius. Oh, hoi, hapo hapo. Canada. Aiwe. Man. Bila shaka unazidi kutazama taarifa hizi za yanayojiri. Karibu katika awamu ya 4 na ya mwisho sasa hivi, lakini kabla ya kurudi kusikia kuhusiana na rais wa sasa na utekelezaji wake wa katiba, nataka kuwasikia nao wakazi wa Kiambu wanasemaje kuhusiana na katiba hii ambayo inatimu miaka 15 hapo kesho tangu kuzinduliwa kwake na kuasisiwa siku hiyo ya tarehe 27 mwaka 2010. Sisi hatuoni maana, sababu hata economy yetu haijakuwa mzuri, hata ingawa katiba imekuwa mzuri na tunaona tunaendelea vyema, but economy yetu imeanguka. President ambao tunaye siku ya leo hatii katiba, sijui tunasherekea nini, na akiamrishwa na koti aache hii haachi, akiambiwa aache ile haachi, so sijui tunasherekea nini, na kwamba yeye ndiye akakuwa kielelezo chema cha kuambia sisi tufuate katiba na tusherekee katiba yetu, lakini kuona ya kwamba mahakama haitii, ako hatii awamu ya koti kubwa, sasa sijui tunasherekea nini. Sisi katiba yetu ni mzuri, iko very clear na tunaijua vizuri sana, na tunaamini ya kwamba katiba yetu ni mzuri. So hakuna kipengele ambayo inafaa kuondolewa ama kupendekezwa. Venye iko sawa. Ile kitu tungeomba rais wetu atii mahakama na atii katiba yetu. Utengenezaji wa katiba katika nchi yetu ni vizuri kwa sababu hakika tunakumbushwa vile katiba inaendelea na vile iko. Na kama kesho siku ya kusherehekea katiba, ni vizuri iwe sikukuu kama zile zingine zinasherehekewa, kwa sababu ni siku ambayo tunakumbuka siku ya katiba. Kwanza tushukuru Mungu, manake hapo 2010 tuliweza kuipata, na kidogo niseme kuna maendeleo tunaona, kwa sababu mambo ya devolution, kuhakikisha kwamba maendeleo tunayaona kupitia kwa njia zote. Lakini ni vyema kutaja tuna tisho moja kuhusiana na corruption. Tungeomba kwamba mambo ya corruption ipiganwe nayo kabisa, manake kusema kweli katiba ya 2010 is the best, na tunaona hivyo kwa sababu kila mwananchi anaweza kuona taa zinawekwa kwa barabara, zinaweza kwa wale ambao ni waaminifu, MCAs na magovernors. Lakini hili jambo la corruption, na kusema kweli Kenya ni nchi inaonekana iko na rasilimali, iko na mali nyingi, lakini wananchi na viongozi, politicians, maombi ni kwamba corruption tuimalize. Sasa lazima tuseme ikamilishwe. Mimi nikiangalia sioni
mambo mengi ya kubadilisha, lakini tukiona mambo ya kifedha nchini, maofisi mengine yaliundwa katika katiba. Hapo ndio tu ningeomba, mengine ni kama kujirudia, siwezi kuingilia sana, lakini mambo kama women rep ofisi hizi, na pia kuna senator, waacha mambo haya yajumuishwe, kuwe na viti vichache, na hata uchaguzi wetu uache kuwa unatumia pesa nyingi kuenda kwa debe. Sio lazima wawe watu 6, tunaweza weka wawe watu 4 na nchi isonge mbele. Miaka 10 ya katiba, tangu tukue na katiba mpya 2010, ililete devolution, freedom of expression na mambo mingi sana. Na as long as we have enjoyed the devolution of county government, we have seen a lot of improvement and a lot of development within our county government of Kiambu. And to have also the county government which are assisting the national government in matters, terms of development, we have achieved a lot, especially in Kiambu. Naam, bila shaka tukiangazia masuala haya ya katiba, nianze naye Stella. Stella, awali ulikuwa umemtaja rais wa sasa kwamba kwa unahisi amekuwa mkiukaji mkubwa wa katiba hii. Kwa nini hasa unahisi hivyo? Kabla sijajibu swali lako Suleiman, ningependa kwanza kuzungumzia jambo moja ambalo alizungumzia mwenzangu Eric kabla ya kwenda kwenye breaki. Akataja kwamba kuna mazungumzo ya kubadilisha sheria ili kuhakikisha kwamba hakutakuwa na presidential petition baada ya uchaguzi. Katiba yetu inatoa maelezeo katika sura ya 16 kuhusu vile ambavyo mtu anaweza kubadilisha hii katiba. Sio kazi rahisi. Kabla ya kubadilisha inabidi waende kotini wakilishe bill, alafu ile bill baada ya kupitishwa kule bungeni lazima iletwe kwa wananchi wapige kura kama ni sehemu fulani za katiba. Moja wapo hizo sehemu ni sehemu ambayo inaongelea kuhusu presidential term, yani wakati ambapo president anaweza kuserve, alafu na mambo mengine ni kwa mfano vile ambavyo tuna conduct elections na kuhakikisha kwamba presidential petitions zipo. Ikifika kwa wananchi, sidhani kuna mwananchi Kenya ambaye atatoa petition, kwa sababu kwa mara ya kwanza Kenya tuliona uchaguzi ukirudiliwa kwa sababu koti imeamua kwamba matokeo ambayo yalitangazwa ni null and void. Kwa hivyo ni muhimu pia tukumbuke na tuwakumbushe wananchi nguvu ambazo wako nazo. Yeyote ambaye ana ndoto za kujaribu kubadilisha katiba kwa njia za ukora, wajua kwamba itabidi wakabiliane na wananchi ikifika sehemu zingine. Jambo lingine ni zile ambazo Janet amekuwa akizungumzia kuhusu Bill of Rights. Kama hawajabadilisha, kama hawajanyang'anya Mkenya haki zake zozote, inabidi wamrudie Mkenya wamuulize kama wanaweza kubadilisha. Ni sababu gani rais wetu hafuati sheria? Ninapenda sana umeniuliza hilo swali kwa sababu nimezungumza kwenye studio mara nyingi kuhusu hilo jambo. Jambo la kwanza ni kwamba hajawahi kupenda hii katiba. Hajawahi kupenda maagizo ya katiba hii, hajawahi kupenda vile ambavyo katiba hii ilikuwa inapeleka uongozi kwa wananchi. Timu yake ambaye amechagua kuweza kufanya kazi naye kuendesha serikali pia ni watu wale ambao walikuwa hawapendi hii katiba, ni watu ambao walikuwa wamezoea nitasemaje yani walikuwa wanaenjoy mamlaka peke yao kwa sababu walikuwa wako serikalini, hao ndio pesa iko nao, contracts zikitoka wale ndio wanakula, wamezoea vile. Jambo lingine ni kwamba katiba yetu ya sasa haimfaidi mtu ambaye kwa kizungu tunamuita capitalist. Sijui capitalist anaitwaje kwa Kiswahili nimesahau. Lakini watu kama hao ni wale watu ambao focus yao yote ni pesa na kujinufaisha hao wenyewe. Kama wewe ni capitalist, katiba ya Kenya ni ngumu sana ikunufaishe. Kwa sababu mara nyingi katiba ya Kenya inahakikisha kwamba rasilimali, ugavi wa rasilimali unahakikisha kwamba yule mtu mdogo kabisa kwenye ground anapata rasilimali yake. Wengi wao wangependa kubadilisha ili katiba irudi zile sehemu ambazo pesa zote zilikuwa Nairobi, biashara zote zilikuwa kwa wale ambao wanajuana hapa Nairobi, maendeleo ilikuwa kwa wale watu ambao wanapendwa na rais na kadhalika, na rais wetu wa sasa hivi ni mmoja wa wale watu ambao wanapenda jambo hilo. Jambo la pili ni kwamba tumemuona tabia zake. Tumeona hulka zake, hapendi sheria, hapendi kuongozwa, hapendi kupangwa, anapenda yeye mwenyewe aishi vile ambavyo anataka. Kwa sababu ya character ya namna hiyo, yani mtu ambaye ana tabia za aina hiyo, ni vigumu sana kumweka katika laini moja na useme ya kwamba anafaa afuate sheria. Jambo la pili ni kwamba wale watu ambao wanafaa kuhakikisha kwamba anaajibika wametulia, na hivi wiki iliyopita tumekuja kugundua kwa nini wametulia. Wengi wao wametulia kwa sababu mdomo imejaa, wanajaribu kutafuna zile ambazo ameweza kushindilia mdomoni mwao. Wengine wao wanamuogopa.
Sababu yao kumwogopa pengine sitaweza kusema hapa kwenye televisheni kwa sababu sitaki accuse rais bila kutoa evidence hapa na sikubeba evidence pengine. Wengine wao wanamwogopa. Sababu yao ya kumwogopa sielewi. Kama umechaguliwa, umekuwa elected na wananchi, wamekupa nguvu za kuweza kutoa uongozi. Ukifika pale unamwogopa mwanaume wenzako kwa nini? Ukifika pale unashindwa kumwambia mwanaume wenzako ameshindwa kufanya kazi kwa nini? Kuna wachache ambao wamejiondoa na wamejiweka kwenye kipaumbele kuhakikisha kwamba wanamkumbusha kila siku kwamba rais afanye kazi yake. Wengi wao ni wazima, hawajauawa. Tungeweza kujiondoa sisi wote tumkumbushe rais kwamba hatupendi kazi yake. Kwa sasa hakuna na mtu ambaye anamtetea. Jambo la tatu, na hili ni jambo ambalo pengine nilisema kwa uchungu sana, ni kwa sababu mpiga kura Kenya hajaweza kumakinika katika shughuli hii ya kufanya uchaguzi. Mara nyingi kwa sababu anadanganywa na candidates. Wakati wa elections kila mtu ana ripoti nzuri, kila mtu anatoa CV nzuri, wanajisifia, alafu baada ya elections wanakuja wanapotea, wanaenda kufanya mambo yao. Jambo la pili ni kwamba mara nyingi katika uchaguzi Wakenya hawachukui nafasi ya kuhakikisha kwamba wamefanya utafiti kuhusu yule candidate ambaye wanamchagua. Kuna counties, kwa hivyo nilivyoanza nilisema kuna counties ambao walichagua viongozi wazuri. Ukiangalia kwa mfano Kakamega, walipata gavana mzuri sana, mabadiliko yaliokana mara moja. Wakapata barabara, wakapata hospitali, tuliona mpaka Machakos pia kulikuwa na mabadiliko hapa na pale. Sehemu ambazo wameweza kufanya kwa hata pale nani inaitwaje kule hata Homa Bay tumeona. Homa Bay wote inaitwaje hiyo county Makueni. Waliweza kumchagua Profesa Kibwana, mtu ambaye alihakikisha kwamba kwa mara ya kwanza Kenya kulikuwa na county ambapo wananchi wanaingia hospitalini, wanatibiwa, wanatoka wanaenda nyumbani. Inawezekana, lakini sio kila county imeweza kuwa na wapiga kura ambao wanafanya utafiti na kuhakikisha kwamba kama mtu ana dosari hata kidogo hawampi nafasi ya kuweza kuongoza. Ikiwa wananchi watajikomiti kwamba uchaguzi ujao, yoyote ambaye amejihusisha na ufisadi, yoyote ambaye hajafanya kazi yote ya maana popote, kazi yake yote imekuwa ni kula pesa ya serikali na kuwa broker, asiweze kuingizwa ofisini, watajisaidia sana. Kwa sababu zile county ambazo zimeweza kumakinika katika kufanya uchaguzi na kuchagua viongozi wazuri wameweza kupata maongozi mazuri. Mimi kwa mfano natoka katika county ya Nairobi kwa sababu nilizaliwa Nairobi, lakini nyumbani natoka kwenye county ambayo ina watu werevu, maprofesa, madaktari, Siaya county, lakini wameshindwa kuchagua kiongozi ambaye atatoa katika umaskini. Jamani, watu wenye akili wanashindwa kuchagua viongozi. Eric Mutura, wewe umetoka Kiambu kabla tuanze kipindi, umelalamika sana. Na kwenye pita zangu nimekuona tunayemzungumzia ni rafiki yako. Kwa wakati mmoja sijui bado kama nyinyi marafiki. Je, rafiki yako wapi kwenye hii katiba kumemshinda? President William Samoei Ruto ni president wa Kenya. Na ni president wa sisi wote. Na wale walimchagua na wale hawakumchagua, yeye ni rais wa Kenya. Ndio. Na sahi ile kitu tunaongelea hapa, it is not his person. It is the office of the president. So wakati tunaongelea president, whether alikuwa anataka anapendekeza hii katiba ama hakuwa anaipendekeza, sheria inasema wakati wa utekelezaji wa kazi wa president kuna wale watu wanamfanyaga oversight. Na hao watu ni bunge. Na ndio narudia hapa, there is no way the head of executive bado ndiye atakuwa head of political party na ndio inaongoza kwa bunge. Majority leader wa hiyo bunge, chief whip wa hiyo bunge, barabara wote viongozi ni wa hiyo bunge, and they are answering to the president. So right there, if we are to amend this constitution, we must make sure hii barrier ya president, the executive na legislature imekuwa pana sana, such a way that there is no working relationship. For instance, tunaweza pendekeza vitu kama we do not need a president to be head of a political party, so that we have a proper separation of power. Hiyo hata tuende wapi, hata tukae miaka 1000 itakuwa ni hivyo, as long as President Samoei Ruto ndiye mkubwa chairman wa UDA party, na UDA party ndio wako parliament na ndio wanatengeneza sheria. Most likely watatengeneza sheria kulingana na vile president anataka. So hata sahi hatuwezi kaa hapa tuseme president ni mbaya sana. Hatuwezi sema hapa yes kama hafuati sheria. It is very simple.
Kama mimi nachapa mtu kofi, nikichapa mwenzangu kofi hapa, sheria inasema nitashikwa nipelekwe kotini. Kwa hivyo kuna officers wa ile station iko hapa karibu, atakuja anishike anipeleke police station, then anipeleke kotini. In the same way, kama president amekosea, the law is very clear. Wale watu wanamweka dhibiti ile azikibie sana ni parliament. Na parliament hawafanyi hivyo. So as we blame the president for failing to follow the constitution, the buck stops with the parliament. Kwa sababu ndio wanaweza muambia hawezi fanya hivyo. And as my sister has said, what has happened last week is a blessing to this country. We should have executive and legislature fighting every day. Wapigane kabisa hata ngumi na mateke, kwa sababu hiyo sasa tutakuwa sasa tukipata ile kitu tunataka. President akifanya kitu mbaya, legislature watakuwa mwambia hapana, hatuendi hiyo direction. But even with that, tukuje kama sehemu ya Kiambu. Why this constitution lazima tuifanye kitu. Ona tunaongea habari ya devolution. And my sister is saying yes, we devolved. Na kuna governors, kuna county wamechagua governor wazuri sana na wameleta maendeleo. But don't forget, kwa hiyo devolution pia to devolve corruption. In the first year ya governor wa Matangi 2021-2022, Auditor General alisema that he cannot account for 2.27 billion. Na sahi kuna kesi ya in ICC, EACC. Na saa hiyo haiguzi hiyo ya Auditor General, inaguzwa wakati akiwa Senate. Na skado ni ya 1.2 billion. So as we talk about devolution na gains a constitution, lazima tujue pia it came with a lot of disadvantage. Ya mwisho nikimalizia. Kwa sababu tutakuwa na ka gap kidogo tu during delineation ya boundaries. Why are we as a country, and I keep asking this question, tuko na problem ya wage bill. Tunasema kuna politicians wengi sana. Tunasema na kuna jamaa wa Kiambu amesema akona hiyo maoni, anasema tuna politicians wengi sana. But unaenda kwa constituencies zote Kenya, wanasema wanataka hii constituency igawanyishwe, tukuwe na constituency mbili. Already we are struggling. Public debt in these countries is headed to distress. To distress means inaweza fika mahali hatuwezi lipa hii deni. But then when we are given an opportunity kama nchi ya kubadilisha hii so that we don't have this runaway wage bill, bado tunasema tunataka tuongezewe county, tunataka tuongezewe constituency, tunataka tuongezewe wards. I mean, we are nuisance. And that's why my sister is saying, even as we talk of rights za wananchi, let's also talk about their responsibility. Bila shaka Eric, kwa sababu ya muda, kwa dakika moja hivi. Yes. Je, ni wakati umefika kwa katiba kuifanyia mabadiliko? Kabisa, 100%. Hii katiba ifanywe mabadiliko, and my suggestion is, and I want this debate iendelee, tunatakiwa tu tukuwe na governors vile provinces zilikuwa, tuwe na governors 9, tuwe na constituencies kama 90. Now then ile space ile boundary inasimamiwa na MP, wacha ikuwe dio boundary ya MCAs so that tukuwe na governor. How can we have a governor wa California with population ya 39 million na tuna governor ya Tana River ambayo population yake ni 140,000 people? Asante Eric. It's crazy. Stella, tuifanyie mageuzi katiba ama kwako wewe 100% iko sawa? Kwanza kabisa ningependa kusema tusijaribu kufanya mageuzi katiba chini ya serikali hii. Nimesema mara nyingi kwenye hii studio, nitarudia tena, makosa ambayo Wakenya watafanya ni kumfungulia rais wetu nafasi ya kudili na hii katiba. Ataondoa haki zetu zote, atuache uchi. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, kuna sehemu za katiba ambazo zinafaa zibadilishwe. Ndiyo, sehemu hizo ziko. Lakini ningependa pia kuwakumbusha Wakenya, na natamani tungeanza na swali hii mapema. Pengine utaita kwenye show nyingine tuweze kuzungumzia. Kuna sehemu za hii katiba ambao wengi wanaweza kusema kirahisi ziondolewe. Kwa mfano namsikia mwenzangu Eric anasema kwamba turudi kwa 9 provinces. Kuna sababu ambapo tulitoka kwa 9 provinces hazikuwa zinatufanyia kazi, na wakati huo hata pengine hazikuwa na ugatuzi ambao unakubalisha pesa zifike kule. Tunatengeneza katiba ku respond to situation ambayo iko nchini. Sio ku respond to the situation in California.
California wana hela nyingi kushinda Kenya, zinasambazwa na system ya kusambaza Kwa sababu ya muda alifanye fupi jibu lako. System ya kusambaza inafanya Karimi kazi. wakati. Kwa hivyo ni muhimu ya kwamba tuangalie kwamba tunazingatia hayo, na mambo mengine ambayo tunataka kuzingatia ni kwamba wanawake wako katika nchi hii. Tupende tusipende, lazima wakuwe represented kama wako. Two-thirds gender principle sio option ya kudiskasiwa na wanaume na kusema tutoe wanawake hakuna kitu ambacho wanafanya. Kama wako wanafaa wawe represented. Kama vijana wako wanafaa wawe represented. Kama watu wa disability wako lazima wawe represented. Na tukumbuke hayo hata tunapozungumza kubadilisha katiba, lakini hii katiba msimkubalie rais wa Kenya sasa hivi aiguze. Karimi. Mimi ni kama tu nitafeed on what Stella amesema, like kupatia Ruto sahi hiyo opportunity. Na already mshaona anataka kwenda 7 years with the possibility of kupata another term. People, like, at the end of the day, constitution ni voice ya wananchi. You can change it if you want, but kupatia this president, because wanasemanga there's a question ya public participation. Nini zetu, opinions zetu zinaendanga wapi after public participation? Si tulienda kwa streets finance bill, si ilipita. Opinions zetu, they do not have that obligation. There is no law that dictates kenye wananchi wamesema ndio mtafanya. Like right now ni kama it's more of wanafanya public participation just to make sure wametick a box. So make sure like by the time we are going into referendum kuna laws in place za ku make sure that our opinions are taken into consideration. Asante sana. Sitawapatia nafasi ya kutoa kauli zenu za mwisho. Haya. Kwa sekunde 30 kwa heri yako. So a quick one. Once again, sisi tukiwa wananchi wa Kenya, shida ile inatukaba sana is because we lack civic education. Na ndio nimekuambia we as an organization have a training wing called the Bunga Mashinani School of Governance about tunafundisha watu mambo ya civic education and how to organize community so that we can get to a point where my sister is now addressing akisema we are not enlightened to make the right decision. His decision to make only if we organize communities. Parliament wanakutana National Assembly. Kwa sababu ya muda. Assembly MCAs wanakutana Assembly. Na ni Senate wanakutana Senate. Sisi wadozi, sisi wale tumepewa kazi, tunakutananga wapi? It can only happen if we are enlightened so that we make the right choices and to make sure our opinion in public participation find a way. Asante sana Eric Mutua. Sekunde 30 neno lako la mwisho. Mwisho ni as a country na sisi kama voters tujue roles za leaders. Ndio tukienda kuchagua watu 2027 usidanganywe ati MCA ndio anatengeneza barabara sijui nani anafanya hivi. Know the roles of your leaders. Asante sana. Stella Agara. Katiba inapoandikwa huwa inakuja na notes ambazo zinaelezea kwa nini kila sheria iliandikwa na ilitokea wapi na kwa malilio yapi. Nadhani zinaitwa annotation. Nimesahau jina kwa sasa na msitaweza kukumbuka Kiswahili, lakini ni muhimu wa Kenya wanapotoa mapendekezo ya kwamba sehemu yote ya katiba ibadilishwe warudi kule kwenye notes, kwa sababu kule hii katiba imetutoa. Tukirudi leo hawataweza kuisurvive. Na uchaguzi ujao wahakikisha kwamba wanamchagua mtu ambaye anatetea hii katiba. Kama itabidi warudi kwenye kumbukumbu na wakonfirm ya kwamba yule kiongozi ambaye anasema anataka kuwa president ni mtu ambaye anaitetea hii katiba na anaiamini hii katiba, itakuwa ni vyema. Wakipata yeyote ambaye amekeuka hii katiba, na wako wengi naweza kuwataja lakini nafasi hatuna, wahakikisha kwamba hata wajatoa ruhusa ya kuwa kwenye ballot. Asante sana. Ni Stella Agara, mtaalamu wa uongozi, Eric Mutura Mbugu ambaye ni kiongozi bunge la mashinani, na vile vile Janet Karimi wakili. Niwashukuru sana kuja kuzungumzia miaka 15 ya katiba. Itakuwa inaadhimishwa hapo kesho. Katiba Day tutakuwa tunafuatilia yote hapo kesho kujua ni yepi yatakuwa yanazungumzwa kuhusiana na masuala haya. Mwenzangu Dennis Aseto yuko hapa akiwa na Meresha Witi kukupasha taarifa za News Desk. Sende mbali. Naitwa Yeri. Kwa heri, uwe na mchana mwema.